Hakuna mtu ambaye ana deserve kuongoza nchi hii kwa sasa zaidi ya Daktari Hussein Ali Mwinyi. Anayekwenda Uingereza aende, akitoka aende Marekani, akirudi apite China, akirudi apite India, halafu mwisho atakuja Zanzibar. Wazanzibari tunamtaka Daktari Hussein Mwinyi. Kama ndio kwanza unatembelea channel hii, tafadhali bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe ili uwe mwana familia yetu. Leo nimekusogezea story kutoka kwa makamu wa pili wa rais ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu halmashauri kuu ya CCM Taifa, ndugu Hamed Suleiman Abdullah, ambapo kwa namna moja ama nyingine ni kama vile amemjibu makamu wa kwanza wa rais ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Kama ambavyo unafahamu kwamba hivi karibuni tumeshuhudia makamu wa kwanza wa rais akiendelea kuzunguka akiendelea kuzunguka kule nchini Uingereza kwa ajili ya kukutana na Watanzania wanaoishi kule pamoja na kufanya vikao nao. Kuna mengi ambayo alipata nafasi ya kueleza makamu wa kwanza akiwa kule, akilalamikia swala la uandikishwaji, hali kadhalika yako mambo mengine ambayo aliweza kulalamikia. Sasa kupitia ziara yake, makamu wa pili wa rais amekitaka chama cha ACT Wazalendo kuacha kuzurula na badala yake wajiandae kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Mede amesema kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi ndio ambaye anastahili kuwa rais wa Zanzibar. Hao wengine waendelee kuzunguka kwa ajili ya kutafuta huruma, lakini wafahamu kwamba Chama cha Mapinduzi kutokana na kazi ambayo wameifanya ni lazima tu wataweza kushinda katika uchaguzi huu, kwa kuwa wananchi wanamuelewa zaidi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuliko ni wao. Kwa hiyo tunaposema Daktari Hussein Mwinyi mitano tena, tunamaanisha ana deserve kupewa miaka mitano zaidi ya kuiongoza Zanzibar. Ndugu zangu wana mjini, kazi ambayo imefanywa na Daktari Hussein Mwinyi ni kubwa. Haya maeneo mengine tukiendelea kuyataja tunaweza tukafika mpaka usiku hatumalizi. Mambo ni makubwa. Na hii katika awamu inayokuja kuna mambo makubwa zaidi. Watu hawataamini hapa Zanzibar. Nakwambieni kweli, watu hawataamini hapa Zanzibar mambo ambayo yatafanyika. Naamini bado akili zao wengine wanajizima data, lakini saa nyingine data unaizima, ikikuta mtandao inawaka wenyewe, itawaka. Watatuelewa. Hakuna mtu ambaye ana deserve kuongoza nchi hii kwa sasa zaidi ya Daktari Hussein Ali Mwinyi. Wasidanganye mtu mwingine yoyote. Anayekwenda Uingereza aende, akitoka aende Marekani, akirudi apite China, akirudi apite India, halafu mwisho atakuja Zanzibar. Wazanzibari tunamtaka Daktari Hussein Mwinyi. Baba Mwinyi twasema mitano tena, kwa haya ulofanya ukizani huna. Baba Mwinyi twasema mitano tena. Unajua kuna saa nyingine unataka kufikiria vitu vikubwa, ukaona utafanya vitu vizuri, lakini kumbe hayakupeleki pahala pazuri. Hawa wenzetu kama ni watu wanaokaa wakatafakari vyema, na kama akili zao zingekuwa zinachaji vizuri, wangesema hapana, sisi bwana tunajiegemeza hapa kwa Dr. Mwinyi. Na msingi wao nini? Wangesema tu Dr. Mwinyi, kati haya ulioyafanya na sisi tulikuwa pamoja, si ndivyo? Kwa hiyo maendeleo yangekuwa ya pamoja. Lakini leo tunaamua pamoja, alafu kitoka nje unaenda kusema jambo jingine. Tutaendelea kukutandika uchaguzi mpaka utakuja uchaguzi mara hii tutakushinda. Kwa sababu tunajua huna nia thabiti na nchi hii. Kama ulikuwa una nia njema kwa mambo ambayo ameyafanya Dr. Hussein Mwinyi, wewe ungeunga mkono ukasema mimi mara hii, wewe endelea tu. Endeleeni tu. Ikifika Oktoba Dr. Mwinyi uendelee kuongoza, basi tutashirikiana kwenye mambo mengine. Lakini tunaamua alafu tukimaliza nje unaenda kusema vitu vingine vya ajabu. Leo unakwenda kule unasema manake kuna watu wakupata vitambulisho. Habari ya vitambulisho hapa ilishaisha. Saa hizi Wazanzibari tunazungumza uchaguzi.
Habari ya kujiandikisha ndio upate kitambulisho tulishaisha. Yeye mwenyewe uliandikisha wakati dakika ya mwisho. Tena naenda kuzungumza hiyo. Unaona mambo hayo? Maana umekuwa kama ile kibalehe, hujai kupiga kura ndio mara ya kwanza. Sasa hivi unatoka pale unasema manake sisi kuna watu hawakupata vitambulisho. Wapi muda wa vitambulisho? Kwanza jamani, kitambulisho kwa mujibu wa utaratibu na sheria. Hili swala lilikuja pale Baraza la Wawakilishi. Mimi nakumbuka. Na nikamwambia waziri wa tawala za mikoa, alijibu swali. Yuko mwakilishi mmoja aliuliza. Tukasema kwa mujibu wa utaratibu na kwa mujibu wa sheria, kama kuna mtu ana malalamiko hajapata kitambulisho, atakiwa andike barua kwa waziri husika. Nikamuuliza waziri, umepata barua ya mwananchi yoyote? Akasema mimi sijapata barua. Sasa wewe unakwenda kuwatetea watu, unasema watu wa chama fulani hawajapata vitambulisho. Vitambulisho sio mali ya chama. Vitambulisho ni mali ya mtu binafsi, sio chama. Ndio maana nikasema saa nyingine wanajizima data. Kwa hiyo sisi tunachojadili sasa hivi ni uchaguzi mkuu, sio namna gani utaingia kwenye daftari. Hiyo habari ilishafungwa kabisa. Kwa hiyo kama unajizubaisha kwa hayo, utafute sababu mlango wa kutokea, tutakuonesha mlango. CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wenzangu wa wilaya ya Mjini, nilitaka kwanza nitangulize dibaji hii, tuelewane namna ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini utekelezaji na usimamizi wa serikali yenu ya awamu ya 8 inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi. Na tuna kila sababu, tunayo haja na hoja ya kumuunga mkono Daktari Hussein Mwinyi. Hatuna namna. Hii ni hazina kubwa. Tumpe moyo, tumsaidie, tumuombee dua, tumtakie kila la kheri aweze kufanya vizuri zaidi. Mimi nakwambieni wenzangu wa Mjini hapa, mambo mazuri yanakuja. Mambo mazuri yanakuja. Chukueni haya maneno yangu leo, ekeni kwenye kumbukumbu zenu, mtakuja kunikumbuka iko siku. Baada ya utangulizi huo, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tufike kwa salama. Lakini kabla ya uchaguzi mkuu, lazima tupate wagombea ambao watakwenda kutuwakilisha, kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika majimbo yetu na katika wadi zetu. Naamini waheshimiwa madiwani wako hapa. Na mimi naamini mara hii fomu za madiwani zitakuwa nyingi, maana juzi kwenye bajeti mmesikia Kwenye bajeti mmesikia Dr. Mwinyi aliyofanya kuhusu madiwani mpunga umeongezeka. Kwa hiyo naamini huko tutapata fomu nyingi. Lakini mwenyekiti wewe sipokee tu. Wanalipa 50 wale. Wewe sipokee tu. Ukisipokea baadaye zinaingia kwenye mfuko wa chama, hakuna shida. Sasa ili tupate wagombea wazuri, kamati hizi na viongozi sisi tulioko hapa, ndiyo chama kimetupa mamlaka kwa mujibu wa katiba yetu ya chama chetu. Kwa hiyo mambo matatu lazima tuwe makini kwenye hili. Lazima kwanza tuthamini nafasi yetu na tujijue sisi ni watu wa aina gani. Unapopewa thamani au uwezo wa kumjadili mwenzako, halafu ukatoa mapendekezo, lazima kwanza wewe ujue thamani yako, kwamba wewe ni mtu mkubwa sana. Mtu ambaye anapendekeza jambo ambalo linakwenda mpaka kwa mwenyekiti wa chama, huyo mtu ni mtu muhimu sana. Kwa hiyo naomba kwanza viongozi tufahamu kwamba sisi ni watu muhimu sana. Lakini la pili, katiba imetuelekeza na kanuni zimetuelekeza namna ya vikao vyetu vya uchujaji kutoka ngazi mbalimbali, kwa maana ya kwa wadi, kwa maana ya waheshimiwa madiwani, na kwa jimbo, kwa maana waheshimiwa wabunge na wawakilishi. Huku mwisho hatuendelee, tunaishia hapo tu. Hizi huku mwisho tulishamaliza. Nakumbuka
huku tulishafunga printer yao, tulishaifunga na haipo tena mpaka 2030. Lakini ya wawakilishi, wabunge na wa madiwani zitakuwepo tarehe 28, zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Sasa tunapojitambua hilo, litatusaidia sana kutenda haki. Namshukuru mwenyekiti ameliweka vizuri kabisa. Twende tukatende haki. Ikifika wakati kama huu kunakuwa kuna mambo mengi. Waheshimiwa viongozi, nyinyi wako watu walikuwa hawapigii simu, sasa hivi watawapigia. Wako watu walikuwa hawasalimii, sasa hivi watakusalimia sana na watapiga magoti. Wako watu walikuwa akikupita hakuamki, sasa hivi atakuamkia mara 3. Akienda na kuamkia, akirudi tena na kuamkia kama amesahau hivi. Lakini hajasahau, anapeleka ujumbe tu. Tumeelewa? Hata kama kakuzidi. Wanasema hamkii umri wako, anaamkia cheo chako. CCM oye! Mjini oye!